kambi ya malezi ya vijana wa Kiislamu waliohitimu kidato cha 4 mwaka huu 2026 tarehe 22 ya mwezi wa 3. Kwa hakika leo ilikuwa ni siku adhimu sana pale ambapo Waislamu kutoka maeneo mbalimbali ya Kigoma wamehudhuria kwenye mahafali haya ya kufunga kambi hii ya malezi ya vijana wa Kiislamu. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Zangu mimi sikuwa na kubwa sana la kuzungumza kwa sababu mashekhe wamezungumza. Kwa bahati nzuri vijana wangu hawa nimekuwa nao darasani katika muda ambao wamekuwepo hapa. Kuna mengi ambayo tumenasihiana na kuelekezana, lakini kwa kuwa imeambiwa ni kipekee, sasa mtu akishaweka neno la upekee inakuwa na hizi kauli za kimajazi na kwa tabu kidogo. Mimi wageukie wazazi, kuna mingi sana huko, lakini wageukie wazazi. Viongozi wa wilaya hii ya Kasulu wakishirikiana na taasisi nyinginezo tumekuwa tukifanya programu mbalimbali kwa ajili ya maarifa ya vijana wetu. Lengo na makusudio ni yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwajibisha sisi katika Qur'an, kwamba tuna wajibu wa kusoma na kupata maarifa. Kwa kambi hawa vijana ni wachache sana kwa vijana wa Kiislamu ambao tulikuwa nao kwa mwaka huu wengi, lakini kwa waliomaliza shule hawa ni wachache. Taarifa za tamsia waliomaliza shule 2025 375, lakini vijana walionao hapa 50 hawafiki 375. Mimi leo ninafurahi na naona kwamba hawa walillahi alhamdu, lakini tuna kundi kubwa ya kina Athmani, kina Abdallah, kina Ali, kina Hassan, kina Hussein, kina Hamisi ambao hawajapata fursa hii. Jukumu letu sisi wazazi ni kwenda kuyaeleza haya, kuyafafanua haya kwa wale ambao wana hoja ambazo hazina maana. Watu wakileta hoja, hebu waelekezeni haya manufaa yaliyoko hapa ya miezi mitatu. Kuna mtu analeta hoja, sasa programu gani ya kulipa elfu 50? Wewe unataka mwanao wale bure hapa? Kazi ya kusomesha na kumlisha mwanao ni ya kwako. Walimu wamejitoa kumpa maarifa tu. Yaani hapa Kasulu mjini peke yake tungeitikia wito huu pasingetosha. Wala pasingetosha. Hapa mjini peke yake pasingetosha. Kwa sababu waombe watoto wakimaliza mwaka huu, ili kujitahidi kuanzia sasa kuwaeleza na kuwafafanulia umuhimu wa kambi. Tuache mvwazwa Uislamu, tuache mvwazwa, tupende zetu. Leo tayari Sheikh amesema hapa hawalali njaa hawa. Jambo kubwa sana hili. Mmoja wa tatizo kubwa lililopo leo duniani ni tatizo la ajira. Lakini ajira kwa sababu gani tatizo la ajira? Hatuna maarifa ya kujiajiri. Majaliwa alisema aliyekuwa waziri mkuu, acheni kutembea na bahasha za kaki, nendeni VETA, nchi nzima ikapiga kelele. Lakini mtu na degree aende VETA, huna ujuzi wa kujiajiri. Sasa hawa wamepewa ujuzi
Yaani ni kama kanisifeka hivi hapa. Miezi mitatu wamekaa hapa, wana maarifa ambayo kuna mtu anaenda kulipia gharama kubwa. Kozi hizi kuzipata, kozi hizi kutengeneza sabuni, sijui mapishi ya keki, sio chini ya shilingi 300,000. Kwenda mtu akufundisha, sio chini ya 300,000. Angalau wazee 1,500 tu kukaa hapa. Anapata program zote hizo kwa muda miezi mitatu. Ndio maana nimetumia neno gumu, tuache uzwazwa. Bado karibia tunakuwa wapumbavu, wajinga. Kwa sababu nauliza, kwani hapo wanatoa cheti? Kuna watu wana cheti na hawana cha kufanya. Au kuna watu hawana vyeti na wanayofanya vichwani. Tuache ujinga wa kuuliza vyeti. Sasa haya apewe cheti suri kimesajiliwa na NECTA kimesajiliwa. Ujuzi anao hana? Ujuzi anao hana? Tuache ujinga, tuwaeleze hao wajinga wengine huko kwamba hapa bwana anayekuja tunamfunza. Lakini sio hii. Mwalimu Barwani simama bwana. Mbona yule mzee? Yule pale mzee Barwani. Shemakera haipo. Hao walimu wetu tunao pale. Kaka. Wanawafundisha watu pale. Vijana wa Kiislamu. Tuna program pale ya kufundisha ufundi BAKWATA. Tuna program pale ya ufundi. Masomo pamoja na nini? Wanasoma pale. Na carpentry. Wazee hawa wamekaa wakaamua kuyafanya hayo. Akae pale angalau akitoka na uwezo wa kupanda tofali. Tunapunguza tatizo la wacheza pili. Sikuizi bodaboda yenyewe zile watulipazo. Balaa ishakuwa watubia mbuzi mwenye kufunga kabuzi kako hapo wanapiga nayo. Tuwape ujuzi watoto wetu. Tuwape ujuzi. Ndio maana siamua kuzungumza kishehe leo mtasamehe. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema kwenye Qur'an, allama al-insana ma lam ya'lam. Ibara hii, aya hii Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa Mwenyezi Mungu amemfundisha mwanadamu chungu ya mambo. Moja ya jambo muhimu, Muislamu usiwe na maarifa ya aina moja, utafeli. Usiwe na maarifa ya namna moja. Usiwe na maarifa ya namna moja. Sabuni unajua kutengeneza, keki unajua, mapishi uko vizuri, kacherehani uko vizuri, hata kama na kakibuma unakamata kale, maisha yanaenda. Sasa kama Sheikh alivyosema, hizi program lazima ziendelee kusapotiwa, watu wazishike. Na sapoti tunayoitaka watoto, vijana, waje wasome. Wale wote ambao tuna fursa ya kufanya jukumu hili, tuwaelimishe. Unajua una dada yako ana mtoto kidato cha 4, anza kazi. Unajua una ndugu yako ana mtoto kidato cha 3, anza kazi. Niwaambieni kuna watoto wamekuja hapa kutia uzi hawajui. Kutia uzi hawajui. Sheikh Mjenda huyu hapa Imam. Kutia uzi hawajui, wamekuja kamaliza form 4. Sasa niambie kutia uzi hawajui, ndio baba lake alikuwa sura kumpatia hajui, swala yake alikuwa anasali vipi? Alafu Muislamu na kaida na unizachote. Unapewa nafasi ya bure hivi, unauza mambo ya hovyo. Hawa watu wa hovyo tuwape makavu, tuwape makavu. Mwisho niwashukuru na Imam Sheikh Mjenda pamoja na Al-Habibi mzee wetu, jina limemtoka, Sheikh Jaafar. Mmebeba program hii hapa msikitini na muendelee kulibeba. Tuendelee kulibeba na sote inshallah taala tuwasaidie katika jukumu hili. Tuko pamoja? Tuko tayari? Haya, la mwisho ni mmezoea sana wapata madongo, dongo leo la mwisho. Ili la kuagana unajua? Ili la kuagana. Chagua chenye kufaa. Leo mna dongo bwana. Chagua chenye kufaa. Umejifunza mengi sana. Chagua kimoja. Hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa haiarishi katika mambo illa akhadha aisaruha, isipokuwa alikuwa anachukua kile ambacho anakiweza. Umekaa muda yote, kuna mambo mengi walimu wamekufundisha,
Ukiona akili ya umeme imetulia vizuri, nenda kwenye umeme, kafanye mambo. Ukiona akili ya biashara iko vizuri, bwana nataka sasa nianze keki, kaa vizuri. Habari ya mapambo, nimeona mko vizuri, chukua lile ambalo salama kwako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.